Ndugu mtazamaji, karibu tena katika wasaa mwingine katika channel yako pendwa Tambua Sheria TV. Uko nami Pastor Antonio Biero. Kwa siku ya leo mada mezani ni makosa yasiyo na dhamana. Kwa kupata miongozo mbalimbali ya kisheria na mafunzo mbalimbali, usisahau kulike, comment na kusubscribe channel yetu. Tunapoongelea makosa yasiyo na dhamana, tunapaswa kutambua kwamba dhamana ni haki ya kikatiba ambayo kila mtu anapaswa kuwa nayo. Lakini kuna baadhi ya makosa kutokana na uzito wake, hiyo haki ya kikatiba inabidi kuhifadhiwa na kutokutolewa. Hii imewekwa bayana katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 katika kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5. Imeweka bayana mfano wa makosa ni kama mauaji, uhaini, unajisi, unyang'anyi, uuzaji wa madawa ya kulevya pamoja na ufisadi. Kwa kwanza tutaangalia kosa moja moja. Tutaanza na uhaini. Tunapoongelea uhaini, imewekwa bayana katika kifungu cha 39 katika sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Imetafsiri uhaini kwa dhana ya jumla kama usaliti ambao mtu anafanya juu ya taifa kwa kushirikiana na nchi nyingine kwa kutoboa siri za nchi, ama mtu kushirikiana na watu ama kikundi kwa ajili ya kufanya mapinduzi ya nchi kwa njia isiyokuwa halali. Hilo kosa litachukuliwa kama uhaini na adhabu yake ni kifo. Lakini pia mauaji pia ni kosa lisilo kuwa na dhamana. Hii imewekwa bayana katika kifungu cha 196 cha sheria ya kanuni za adhabu sura ya 16, ijulikana kama Penal Code Act Cap 16. Imeweka bayana kwamba mauaji ni ile hali ya mtu kumua mtu akiwa na nia ovu, ikiwa na maana mtu amekusudia kufanya hicho kitu. Na imewekwa bayana adhabu ya kumua mtu kwa nia ovu, adhabu yake ni kifo, ama hukumu yake ni kifo, kama ilivyowekwa bayana katika kifungu cha 197 ya kanuni za adhabu sura ya 16. Unyang'anyi pia ni kosa lingine lisilokuwa na dhamana. Yenyewe imebainishwa katika kifungu cha 286 katika sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Imetafsiri dhana ya unyang'anyi kama kitendo cha mtu kwenda kufanya tukio ama kuiba kwa kutumia silaha. Unaweza kusema armed robbery. Ili kosa ukijihusisha nalo, kifungu ni miaka 20. Lakini kama kabla ama baada ya kuiba ukamdhuru mtu, ukampiga kwa kutumia kitu hatarishi ama kifaa hatarishi kama silaha, kifungu chake halitopungua miaka 30 ikiambatanishwa na adhabu ya viboko. Kosa lingine ni unajisi. Unajisi imebainishwa katika kifungu cha 138 katika sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Imetafsiri dhana ya unajisi kama kitendo cha mtu mzima kuanzia miaka 18 na kuendelea kuingia kwenye mahusiano na mtoto wa kike mwenye umri chini ya miaka 15. Huenda awe amekubali kwa ridhaa yake ama amemlazimisha. Tunaweza kutoa amefunga ndoa ama la.
lakini atakapofanya naye tendo la ndoa, moja kwa moja itachukuliwa kama unajisi, na adhabu ya hili kosa ni miaka isiyopungua 10 gerezani. Pia kosa lingine ni uuzaji wa madawa ya kulevya. Hii imezuiwa na sheria ya kuzuia na kudhibiti madawa ya kulevya ijulikanayo kama Drugs Control and Enforcement Act sura ya 95. Ukiangalia katika kifungu cha 11 imebainisha atakayekutwa na kosa la kuuza ama kusambaza madawa ya kulevya, kifungo chake hakitopungua miaka 30 jela. Kosa lingine ni ufisadi. Kosa la ufisadi lenyewe imebainishwa katika sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa inajulikana kama Prevention and Combating of Corruption Act. Imeweka bayana kwamba hili ni kosa la jinai na yenye adhabu yake inafuata ama itaangalia taswira ya tukio lenyewe. Huo ufisadi utakuwa na madhara kiasi gani? Kwa hiyo kutokana na ukubwa wa madhara ambao ufisadi umesababisha, ndivyo adhabu itakavyoamuliwa. Kuna adhabu zingine kama hivyo bayana katika kifungu cha 15 cha sheria kuzuia na kupambana na rushwa, kwamba kuna kutozwa fine pamoja na kifungo. Inaweza kuwa kifungo cha miaka 3 mpaka 5. Kwa hiyo kwa ujumla haya ndio makosa miongoni mwa wale makosa mengine mengi ambao mtu anaweza kukosa dhamana. Hayo ni baadhi ya hayo makosa. Hasa kwa kuendelea kupata taarifa zaidi na kujifunza kuhusu elimu ya sheria, usisahau kusubscribe na kucomment na kulike katika channel yetu pendwa Itambue Sheria TV. Huko na Pastor Anton Obiero. Tukutane tena katika wasaa mwingine. Asante.